Kifo, kifo, kifo. Kifo ni fumbo kubwa ambalo wengi wameshindwa kulielezea kwa ufasaha. Kifo kinaweza kujia sahi, baadaye, ila tunasema Mungu atuepushe, kwa maana hii ni njia ya kila mmoja wetu. Katika mazishi ya Papa Francis kuna alama 5 au vifaa 5 vikubwa muhimu ambavyo vilijitokeza katika mazishi yake. Kumbuka wananiita Captain Omi na hii ni hashtag ya leo. Moja kati ya tofauti kubwa katika mazishi ya Papa Francis ni jeneza. Majeneza yaliyotumika kwa maziko ya awali ya Papa Francis yalikuwa ni majeneza matatu yaliyotengenezwa kwa miberoshi na madini ya risasi. Papa Francis aliweza kuzaliwa Disemba 17 mwaka wa 1936 na kufariki Jumatatu ya Pasaka ya tarehe 21 mwezi wa 4 mwaka huu wa 2025. Na pia mazishi yake yaliweza kutendeka ama kufanyika siku ya tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka huu wa 2025. Imekuwa ni msiba wa dunia, kwani maelfu ya waumini wa kanisa la Katoliki waliweza kukusanyika katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatican kumuaga baba mtakatifu. Tunasema Papa Francis, tunakutakia heri ya safari. Jeneza lake liliwekwa kanisani siku ya Jumatano hii kufuatia matambiko ya awali yaliyofuatia baada ya kifo chake siku ya Jumatatu ya tarehe 21. Waumini walizunguka jeneza hilo huku baadhi yao wakipiga magoti ikiwa ni ishara ya heshima na hata upendo. Sasa waliohudhuria waliweza kushuhudia vifaa 5 au alama 5 ambazo ziliweza kuzionekana kwenye jeneza la marehemu Papa Francis. Ila kwa wewe ambaye hukuhudhuria, usihofu, maana hukuviona. Basi leo Captain Omi atakuelezea ni vifaa gani hivi. Vazi jekundu. Vazi jekundu linaashiria upendo, huruma na hata damu iliyomwagika ya Yesu Kristo. Aina hizi za mavazi huvaliwa katika tarehe muhimu za kimila ya Kikatoliki kama vile Jumapili ya Mitende, Ijumaa Kuu au siku ya Pentekoste. Kifaa cha pili ni kitambaa cheupe. Juu ya vazi jekundu la Papa Francis alikuwa amevalishwa kitambaa cheupe chenye msalaba uliopambwa kwa rangi nyeusi. Hili ni pambo linalojumuisha kitambaa kirefu cha mita 2 ambacho mapapa au maafisa wengine wa ngazi za juu huvaa mabegani mwao wakati wa misa ya papa. Vazi hili linalovaliwa na papa limetengenezwa na Benedikti Mtakatifu Cecilia huko Roma. Juu ya paliamu pia kuna kipande cha dhahabu kinachowakilisha misumari ya Yesu Kristo. Hichi ni kipande ambacho kwa kawaida hujumuisha kwa mazishi ya papa wa kanisa la Kikatoliki. Kifaa cha 3, joho jeupe kichwani. Kichwani mwa Papa Francis alikuwa amevalishwa kilemba cheupe kilichopambwa kwa michirizi ya dhahabu. Hili ni vazi refu na gumu ambalo huvaliwa na papa na hata maaskofu katika hafla kuu na hata kuwakilisha hadhi ya upapa au utakatifu wa mamlaka. Hapo awali mapapa walivaa tiara ambayo ilikuwa ikiweka wakati wa ibada ya kutawazwa na hata katika matukio fulani maalum. Lakini vazi hili pia ni vazi takatifu, kwani Papa Paulo wa 6 alikuwa ni mwisho wa kuvaa vazi hili, na hii ilikuwa ni mwaka wa 1963. Kifaa cha 4, pete ya fedha. Mwili wa Papa Francis ulikuwa umelazwa kwenye jeneza lake huku mikono yake ikiwa juu ya tumbo lake. Kwenye kidole chake cha mkono wa kulia, Papa Francis alikuwa amevalishwa pete ya fedha. Hichi ni kipande ambacho Papa Francis alikuwa amekivaa tangu wakati wake kama askofu na kiongozi wa kanisa la Katoliki. Pete hii unavalishwa pindi unapokuwa umechaguliwa kama kiongozi wa Katoliki, na pindi unapofariki unaweza kuvuliwa pete hii na kutengenezwa nyingine ili kumkaribisha kiongozi mwingine wa kanisa hilo la Katoliki. Kifaa cha 5, rosari, tasbih. Papa Francis pia ana tasbih mkononi mwake kama mapapa wengine wanavyofanya katika mazishi yao tangu enzi za Paulo wa 6. Basi tasbih hii ambayo Papa Francis amevalia ikiwa ni ya busara, upendo na hata amani. Pia tasbih hii iko na mnyororo wa fedha na hata msalaba mdogo. Na mwisho ni kuwa msiba ni wetu sote, licha ya kuwa umetokea kwa Wakatoliki pamoja na Wakristo wote duniani. Basi hii pia ni ikiwa kwa Wakenya kwa ujumla, na ndiposa viongozi wetu kutoka nchini Kenya akiwemo Rais William Ruto, waziri mwenye mamlaka makuu nchini Musalia Mudavadi, spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula aliyekuwa amejibandika jina la Papa wa Roma, na mbunge wa Kaloleni Paul Katana pia ni miongoni mwa viongozi waliohudhuria mazishi ya Papa Francis. Nitakomea hapo kwa leo, ila nataka uniambie, hivi unahisi ni nani ataweza kurithi ama kuchukua mikoba ya aliyekuwa kiongozi wa kanisa la Katoliki? Je,
atakuwa ni nani? Hapo ndio kuna kuzungumkuti, lakini jina langu ni Captain Omi na hii ni hashtag ya leo.